Msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Grayson Msigwa amefanya ziara muhimu katika eneo la bandari kavu ya Kwala, mradi mkubwa wa kimkakati unaolenga kuimarisha usafirishaji na biashara nchini Tanzania. Ziara hii ilikuwa na lengo la kukagua maendeleo ya ujenzi na kutoa taarifa kwa umma kuhusu hatua zilizofikiwa na faida za mradi huu muhimu. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji mkuu wa serikali alieleza kuwa bandari kavu ya Kwala ni mradi muhimu katika kupunguza msongamano katika bandari ya Dar es Salaam na kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa mizigo. Aidha, alisisitiza kuwa mradi huo utachochea ukuaji wa uchumi wa viwanda na kuongeza ajira kwa Watanzania. Sawa na takriban shilingi trilioni 7.5. Kwa hiyo ni mkoa wa Pwani. Lakini tuliangalia sasa eneo hili la uwekezaji la Kwala, kongani ya viwanda ya Sinotan, ambako waandishi wa habari tumechukua muda mrefu, na niwapongeze, mlikuwa mnauliza maswali mengi na kujionea vijana walivyoajiriwa pale na wanavyofanya kazi. Sasa kongani yetu ya viwanda ya Sinotan ni eneo mojawapo la mradi la kimkakati uliopo hapa Kwala katika mkoa wa Pwani. Ukubwa wake ni ekari 2500. Eneo hili lina mtaji wa uwekezaji wa dola za Marekani milioni 327 sawa na shilingi bilioni 882. Mradi huu utakapokamilika utakuwa na viwanda vikubwa 200 na viwanda vidogo 300. Na hivi viwanda, tutakuwa na viwanda vya kusindika chakula, tutakuwa na viwanda vya kutengeneza vifaa, viwanda vya dawa, viwanda vya ujenzi, usindikaji wa viatu na nguo, na viwanda vya kemikali. Kwa pale patakuwa na viwanda vingi. Sasa nini faida za kongani hii? Kongani inatarajiwa kutoa ajira za moja kwa moja kama nilivyosema, itakapokamilika zaidi ya 100,000. Na ajira zisizokuwa za moja kwa moja, maana huyu mtu anayekuja kuajiriwa pale na yeye anakwenda na ajira, ama watu walioko hapa wameajiri watu wengine wanaoletea mahitaji mbalimbali. Wako wanaoletewa vyakula, wako wanaosafirishwa, mahitaji mengine mbalimbali. Ajira zisizokuwa za moja kwa moja zitakuwa 500,000. Na kama nilivyosema, hii tuko kwenye awamu ya kwanza, lakini jumla ya awamu zote zitakuwa 5. Aidha, ujenzi wa awamu ya kwanza ulioanza mwezi Mei mwaka 2022 huko katika hatua za mwisho, na mpaka sasa kuna viwanda vitatu ambavyo tayari vinazalisha na vingine vitatu viko katika hatua za mwisho za kufunga mitambo, huku viwanda vingine 4 vikitarajiwa kuanza ufungaji wa mitambo ifikapo mwishoni mwa Aprili. Eneo hili litakuwa na uwezo wa kuzalisha bidhaa zenye thamani ya dola za Marekani bilioni 6 niliyodokeza mwanzoni, sawa na shilingi trilioni 16 kwa mwaka. Serikali kama nilivyosema itakuwa ikikusanya kutoka kwenye kongani hii moja kiasi cha kodi cha shilingi zaidi ya trilioni 1.2. Kwa hiyo kwenye kongani moja tu tunaweza kupata fedha zote hizo. Kama sasa hivi nchi nzima makusanyo yetu ni shilingi trilioni 3.6 kwa mwezi, kwa hiyo mnaweza mkaona nukta mbili kwa mwezi, mnaweza mkaona kiwanda hiki peke yake kwa mwaka kama kinatuletea trilioni 1.2 au zaidi, kitakuwa kina mchango kiasi gani kwenye makusanyo yetu ya kodi. Sasa mradi huu tangu kuanza utekelezaji wake, shughuli mbalimbali zimefanyika, zikiwemo za ujenzi wa miundombinu ya awamu ya kwanza ndani ya eneo la mradi ambazo zimefikia 80%. Haya mlioyaona mengi bado yanaendelea. Tumefanya kazi nyingi. Kwanza mtandao wa barabara za zege, sisi kama serikali kwa upande wetu, kwa sababu ilikuwa lazima tuwawezeshe wawekezaji. Kama mnavyojua, serikali kwa upande huu wa uwekezaji, kazi kubwa inayofanya ni kutengeneza mazingira bora ya uwekezaji. Sambamba na hayo, aliongeza kuwa serikali inaendelea kuboresha miundombinu ya usafirishaji ili kuwezesha biashara ya kuchochea maendeleo ya kiuchumi, na akatoa wito kwa wananchi kutoa ushirikiano katika miradi ya maendeleo ya nchi, akisisitiza kuwa mafanikio ya miradi hii ni mafanikio ya Watanzania wote. Monica Msomba, Tumaini Habari, Pwani.